Na karibu mpenzi mtazamaji katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Mimi naitwa Ali Upoje kuntunye Kidimdim Mwandila. Leo bwana, tuko hapa Sukari House. Tumekuja kuweza kupiga story mbili tatu kuhusiana na uwekezaji katika masuala mazima ya uwekezaji. Wawekezaji wako hapa. Mwaka 2026 ndio mwaka umeweza kuanza hivyo. Wawekezaji wana mengi hasa ya kuweza kuzungumza kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upoje natokea UTT AMIS. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Gaudensia. Gaudensia. Unatokea wapi? Natokea Makongo. Makongo. Karibu sana UTT. Gaudensia, ni kwa mara kwanza ndo unakuja UTT au huwa unakujaga mara kwa mara una mifuko tayari ushawekeza? Ni mara yangu ya kwanza. Ndo kwa mara kwanza? Yeah. Na UTT uliweza kuisikia wapi mpaka ukaweza kusema no, nashawishika kwenda UTT pale, either nikafungua account au niweze kupata elimu zaidi? Ni watu wangu wa karibu walinishauri. Okay. Labda kupitia mitandao ya kijamii hujawahi kufuatilia huko? Kuweza kupata elimu kidogo? Ni mara moja sana kupitia Instagram nilikuwa nakutana nazo. Okay. Kwa nilikuwa naweza kuona then nikapenda niweze kujua zaidi. Kusema masuala ya uwekezaji. Ndio. Basi karibu sana. Sasa Gaudensia, mimi nataka niweze kukupa kitu kidogo tu cha kuweza kusaidia. UTT AMIS kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Kwa maana yake tunaona kabisa ni taasisi ambayo iko chini ya serikali, maana yake ni sehemu salama. Taasisi yote ambayo iko chini ya serikali maana yake ni sehemu salama. Lakini vile vile Gaudensia, UTT AMIS wanatoa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka kwa kile ambacho wanachokiwekeza. Unaelewa? Mfano labda katika sisi hapa tuna mifuko 6. Tuna mfuko wa liquid, kuna mfuko wa watoto fund, tuna mfuko wa wekeza maisha, kuna hati fungani, mifuko iko mingi, kuna umoja, umeelewa, kuna liquid ambao ni ukwasi. Kwa yote katika hii mifuko, elimu yake ambayo utakayopata katika uwekezaji, kila mfuko minimum wanaweza kawa wanatoa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Mfano labda ukaja ukafungua, naamini wewe unaweza kuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana, umeelewa, wa kule maeneo ya Makongo. Ni hivi, ukasema mimi kama Gau nataka niweze kufungua mfuko UTT. Labda ukasema kutoka mimi mfanyabiashara nahitaji pesa niwe natoa naweka muda wote. Manake mfuko wa liquid au ukwasi ndio ambao utakao kufaa wewe. Manake kuna wepesi ule wa kufanyaji wa kutoa pesa na kuweka pesa. Umeelewa? Kwa maana yake unaweza kujikuta wewe mfano labda umeweka milioni 1. Ukasema hii milioni 1 nimeiweka ikafika mwisho wa mwaka baada ya miezi 12. Gaudensia, wewe hautokuta milioni unajua katika ule mfuko wako. Katika 12% ya milioni unajua ni kiasi gani? Hujui. Fasta tuzumizane kichwa. Au sivyo? Ni kwamba ile milioni 1 yako utakuta faida ya 12%, maana katika milioni 1 yako utakuta 120,000. Kwa maana yake milioni 1 yako huku utaiona inapumua kama kawaida. Katika huku sehemu ya faida utaona pale 120,000 imeongezeka baada ya mwisho wa mwaka. Maana yake wewe Gau, so mimi najua wewe ni mfanyabiashara mkubwa, ukaweka milioni 10 ikafika mwisho wa mwaka katika mfuko wako wa ukwasi. UTT wao mfano wakakoja wakakupa 12%. Maana yake utakuta 12% ya milioni ni milioni 1 na 200,000. Si ndio? Kwa maana yake mwisho wa mwaka wewe utakuwa na milioni 11 na 200,000. Hutakuwa na milioni 10 ile jinsi ilivyo. Sio tunaelewana? Kama mfanyabiashara hapo maana yake tuko njia moja, si ndio? Okay, labda ukiweza kupata fursa hii kuweza kuwashauri marafiki zako, aidha kama ni wafanyabiashara nzio, ungependa kuweza kuwaambia nini kuhusiana na uwekezaji wa UTT AMIS? Kama uliweza kusikia ushawishi kutoka labda kwa rafiki yako, bwana nenda kafungue, hii ina faida, ungependa uweze kuambia nini? Mimi naamini kama mtu tayari ukishakuwa na malengo, uwekezaji ni njia mojawapo nzuri sana. Yaani ni jambo muhimu sana ambalo litaweza kukusaidia katika kufikia ndoto zako. Kwa hiyo mimi naweza kuwashauri sana vijana wenzangu tuweze kufika UTT, tuweze kupata elimu, ujue ni sehemu gani ya hivyo. Ndio. Usisahau kuambia kwamba ni taasisi ambayo ni sehemu salama, lakini vile vile iko chini ya serikali na unapata faida. Kweli kabisa. Ndio uambie, sio kweli bwana Gau, uambie. Ni sehemu salama, pia ipo chini ya serikali, kwa kila kitu ni swali. Mambo? Poa. Mzima. Unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Angel Kabwita, nimetokea DIT. Hadi ni mwanafunzi? Ndio. Hongera. Ni kwa mara kwanza ndo unafika hapa UTT? Ndio. Ndio umekuja kufungua mfuko gani? Mfuko wa bond. Bond fund. Ndio. Nani ambaye alikuja kukuambia uje ufungua mfuko? Mama. Mamako? Ndio. Ni unafungua kwa ajili yako wewe au unafungua kwa ajili ya mamako? Kwa ajili yangu. Kwa ajili yako wewe? Ndio. Okay, sawa. Na labda katika faida ambazo uliweza kuambiwa na umesema nani alikuja? Angel. Naamini kwamba nani ambaye aliweza kukuambia kuhusiana na UTT? Mamako. Una lolote ambao labda unakumbuka mama aliweza kukuambia kuhusiana na masuala ya UTT?
Ndio, aliniambia kwamba hapa nikiweka hela yangu itakuwa sehemu salama na baada ya miaka michache nitakuja kukuta, yani nitakuja kuitumia zaidi na zaidi mbeleni. Hakukwambia labda kuhusiana na ongezeko labda la pesa ambayo ukiwa unaiweka unakuta haikai vile vile, yani kama milioni 10 unakuta labda baada ya muda kadhaa imeongezeka na faida? Ndio, ongezeko lipo. Kila baada ya mwaka kuna interest ya 12%. Okay, and that is the minimum. Inategemea na aina ya mfuko na hela unayokuwa unaweka kwa kila mwaka. Okay, una marafiki zako? Ndio, ninao. Labda unahisi washawahi kusikia chochote kuhusiana na masuala ya UTT? Ndio, washawahi kusikia. Wapo? Ndio, wapo. Okay, chukua fursa hii sasa kwa yule ambaye labda ni rafiki yako, unahisi kwamba hajui chochote kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS. Chukua fursa hii kuweza kumshauri hasa. Karibuni sana UTT, mje mfungue account. Ni taasisi ya serikali, hela zenu zipo sehemu salama. Kila unaweza ukaweka, unaweza ukatoa, kuna aina mbalimbali za mifuko. Ni wewe tu. Pia yani ina faida, in short. Ina faida sana. Ndio. Sawa sawa. Nyumbani uko peke yako, kwani una wadogo zako au dada zako? Hapa niko na wadogo zangu, nimefungua account 3. Ipi na ipi? Kuna bond? Okay. Kuna bond na za watoto 2. Za watoto 2. Ndio. Bwana umetisha sana. Kangua vipi? Safi. Niko poa kabisa. Unaitwa nani ndugu? Naitwa Simon Manga. Okay, mimi naitwa Ali Puju, natokea hapa UTT AMIS. Karibu sana UTT AMIS. Asante sana mkuu. Ni kwa mara kwanza ndio unaweza kuja hapa Simon? Yes. Okay, na UTT AMIS umesikia wapi na wapi? Nimesikia kwa marafiki zangu, pia nimeangalia pia mtandaoni, kwa kidogo imenivutia, ndio maana nimeamua kuja kupata elimu ya kina kuhusu elimu zaidi. Ndio. Na ni muda gani hasa ambao ulikuwa imeweza kuchukua kuweza kuifuatilia mtandaoni ukasema hapana, ni muda sahihi ambao mimi nimeweza kufika sasa niweze kwenda Sukari House pale kuweza kupata elimu zaidi? Ni kama wiki 2 sasa naweza pita, ndio. Okay. Kuna chochote ambacho labda unahisi kiliweza kukuvutia ukasema hii mbona kama kiko interest, hebu niende, yaani ambacho kupitia mtandaoni ukaona kwamba hebu niende nikapata elimu zaidi? Yaani kilicho kushawishi? Okay, sawa. Kimeshawishi kuhusu aina ya vifurushi ambavyo naamini aina ya mifuko ambayo nani ipo, kwamba kuna mifuko 6 ambayo nimepitia ndio. Lakini pia kuna baadhi pia ya sehemu ya vipande na maana kwenye sehemu nyingine utasikia hisa, lakini hapa sasa utasikia kwenye issue ya vipande. Ndio. Kwa hiyo kuna hiyo issue ya vipande, kuna mifuko pia. Hiyo mifuko pia kuna mifuko pia ambayo imenivutia zaidi ambayo ikihusiana na mfuko wa nani wa Watoto Fund. Watoto Fund, okay. Yes, una mtoto? Ndio. Okay, hongera sana. Shukrani sana. Na mfuko mwingine pia ni aina ya nani ya Wekeza Maisha. Wekeza Maisha. Okay, ndio hiyo mifuko miwili imeweza kukushawishi sana. Yes. Okay, ni mfanyabiashara, mwanafunzi au mwajiriwa? Mimi nimeajiriwa, mtumishi ndio. Mtumishi. Okay, karibu sana. Sasa mimi ndugu yangu Simon, katika Simon, right? Yes. Katika kuongezea ni kwamba vile vile unajua UTT kwanza ni taasisi ya serikali. Ushafahamu, ambayo iko chini, taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya nini? Ya uwekezaji. Umeelewa? Uwekezaji maana yake tunazungumzia kwamba unaweka pesa yako sehemu, ushafahamu, kwa ajili ya ile pesa yako kuweza kukua zaidi, kuzalisha zaidi. Leo hii bwana Simon, unakuja UTT unaweka milioni 10, ndani ya miaka 5 hukuti milioni 10 ile ile, unakuta milioni 10 na faida yake imezalisha ile milioni 10 yako. Ushafahamu? Lakini mwisho wa siku kumbuka Simon, sisi tuko hapa maana yake kwamba ni taasisi ambayo iko serikali, lakini vile vile ni sehemu salama. Unaweka pesa yako sehemu salama, hakuna pressure. Lakini la tatu vile vile unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka wale pesa yako ambayo unakuwa unaiweka. Sio umeelewa bwana Simon? Kwa mfano kama umeweka labda milioni 10 baada ya miezi 12, milioni 10 baada ya miezi 12, ikija ikitokea asilimia zile 12 mfano ikawa ni minimum, asilimia 12 ambayo UTT wao wanakupa katika milioni 10, wewe utakuja kuwa na milioni 11.2, kwa maana yake 1.2 kwako inabaki kama interest. Unaelewa? Na hapo sijazungumzia kwa mfano kama mwisho wa mwaka wa fedha labda ukawa mzuri, unaweza ukajikuta katika mfuko labda mmoja hapo Wekeza Maisha ukapiga target labda hadi ya asilimia 14.5. Hiyo si hapa tumepigia asilimia 12. Unaelewa? Lakini vile vile UTT unaweza ukatoa pesa yako muda wote. Unaelewa? Pesa yako muda wote. Kwa haikulimit, haikuumizi. Unaelewa? Hebu chukua fursa hii kwa elimu ambayo fupi niliweza kukupa, lakini vile vile nikukaribishe si hapa floor ya kwanza kuna madarasa ambayo yako kuanzia asubuhi mpaka jioni saa 11. Kwa hiyo yawezekana unaona labda kama hujapata elimu nyingi na unahitaji kuweza kujua mifuko mingi, unaweza kukaribia ukapanda hapa floor ya kwanza ukapata elimu, then mwisho wa siku ukaja hapa chini kujiunga. Lakini kama unaona vile vile elimu yako uliyoipata inatosheleza, unaweza ukafungua mfuko wako wa watoto pamoja na Wekeza Maisha. Lakini kumbuka
Rafiki zako ambao wanaweza kuwa nakutazama hapa wasije wakachelewa baadaye wakasema ndugu yetu alifanya kile kitu, kwa nini hatukushirikisha? Una marafiki zako ambao leo hii labda wanakutazama hapa, hebu waambie maneno machache wasije wakasema hukuwaambia. Waambie hapa sasa. Napenda kuambia UTT AMIS ni mfuko ambao unaweza kukuza interest ya ukawa na target zako huko mbeleni. Kwa mfano inaweza ikaja ikakusaidia kwa ajili ya masuala yako mengine ya baada ya miaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kwa hiyo sasa ni it's better kwamba wenyewe pia wafike wafuatilie mtandaoni. Isitoshe pia waweze kufika pia hapa waweze kupata elimu zaidi. Sukari House Poster. Sukari House Poster. Ndio. Sasa Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Na ndugu wawekezaji, mwaka 2026 wameweza kuzungumza mengi kuhusiana na masuala mazima ya uwekezaji. Yawezekana wewe uko nyumbani mpaka leo wajiuliza, huu ni mwaka 2026, hujui chochote kuhusiana na masuala ya uwekezaji? Basi ningependa kuweza kukwambia kwamba hakuna taasisi iliyokuwepo bora kabisa Tanzania, nje ya Tanzania na duniani ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji isipokuwa UTT AMIS. Cha kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Lakini la pili ni taasisi ambayo ni sehemu salama, unaweka pesa yako, huna pressure yoyote ambayo unaweza ukaipata. Lakini cha tatu ni taasisi ambayo inakupa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Hakuna taasisi nyingine ambayo unaweza ukapata yenye kukupa faida hizi ambazo naweza kukwambia. Basi hujachelewa, mwaka 2026 tuweze kuanza mwaka kwa shangwe kabisa. Mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Shukran za dhati kabisa zimwendee Cosmas mtu mbadesti kabisa. Bwana, tukutane next time.